Baadhi ya vyanzo vya kidiplomasia vimeeleza shirika la Al Jazeera kuwa timu ya mazungumzo ya Hamas inachunguza mpango wa hatua 20 uliotolewa na rais wa Marekani Donald Trump ili kumaliza vita vya Israel dhidi ya ukanda wa Gaza. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema anakubaliana na mpango huo katika mkutano wa pamoja na Rais Trump katika ikulu ya White House, huku mashambulizi ya Israel yakiendelea kuongezeka na kuua raia wapatao 25 alfajiri ya leo katika ukanda huo. Mataifa ya Kiarabu na Kiislamu yameunga mkono mpango huo, yakieleza kupitia taarifa ya pamoja kuwa yanathamini jitihada za Trump na kuyaona kuwa ya dhati. Hata hivyo, yameweka masharti muhimu: kusitishwa kwa vita dhidi ya Gaza, kuondoa sera ya kuwafukuza wa Palestina katika makazi yao, kuanza kwa mchakato wa ujenzi mpya wa ukanda huo, kusitishwa kwa mpango wa Israel kuunganisha ukingo wa Magharibi na kupatikana kwa suluhisho la mataifa mawili kama njia ya pekee na ya kuleta amani ya kudumu. Kipengele kinachotajwa kama kikwazo kikubwa ni sharti la kuvunjwa kwa kundi la Hamas, jambo ambalo linaonekana kuwa gumu kulitekeleza. Wakati hayo yakijiri, waandishi wa habari wa shirika la Al Jazeera wameripoti ongezeko kubwa la mashambulizi ya ardhini na angani ya Israel katika mji wa Gaza, ambapo maelfu ya raia wameripotiwa kukwama chini ya vifusi. Mashambulizi yakiripotiwa katika maeneo ya Nasa na kambi ya wakimbizi ya Shat upande wa kaskazini magharibi, Jalaa upande wa kaskazini mashariki na kusini mwa mji, ambapo majengo ya makazi yametupiwa mabomu. Kwa mujibu wa vyanzo vya hospitali, idadi ya watu waliouawa tangu alfajiri imefikia watu 25, akiwemo mtoto aliyeaga dunia kutokana na utapiamlo na mama mjamzito aliyeuawa pamoja na familia yake katika eneo la Al-Mawas ambalo awali lilitangazwa na Israel kama eneo salama. Wakati hayo akijiri, rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen ameunga mkono mpango wa Rais Trump, akisema Umoja wa Ulaya uko tayari kuchangia na kusisitiza kwamba mchakato wa suluhu ya mataifa mawili ndio njia ya haki na endelevu ya amani. Nchini Israeli, wazazi wa askari wa Kiyahudi wameziba barabara kuu mjini Tel Aviv, wakimtaka Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kukubali mpango huo bila ucheleweshaji, wakisema hawatamruhusu au haribu. Katika maeneo ya Nusrat na ukanda wa Pwani, maelfu wa Palestina waliokimbia makazi yao wamepiga kambi barabarani bila maji safi, chakula au huduma za afya. Wengi wamesema wana kiu ya kusikia makubaliano ya kusitisha mapigano, hata kama ni ya muda mfupi, ili kupata fursa kurejea makwao. Umoja wa Mataifa umethibitisha kuwa zaidi ya watu 400 wameshapoteza maisha kutokana na njaa tangu kuanza kwa vita mnamo Oktoba 7 mwaka 2023.